Uwanja wa klabu ya Young Africans mambo safi. Rais wa Yanga Engineer Hersi Said afunguka ramani yote. Rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said amefunguka kwa kina kuhusu dira ya klabu hiyo katika kipindi hiki cha mageuzi makubwa, akieleza kwa msisitizo dhamira ya kujenga uwanja wa kisasa utakokuwa nyumbani rasmi wa mabingwa hao wa kihistoria. Katika maelezo yake alibainisha kuwa Yanga haijajikita tu katika mafanikio uwanjani, bali pia katika kuweka misingi imara ya muda mrefu itakayoifanya klabu hiyo kuwa taasisi thabiti na ya mfano barani Afrika. Akizungumzia azma ya ujenzi wa uwanja mpya, Engineer Hersi alisema, tunapotazama mbele ya Young Africans, matarajio yetu yapo wazi. Tumejitolea kujenga uwanja wa kisasa wa nyumbani Jangwani unaoakisi historia yetu. Kauli hiyo inaonyesha dhamira ya dhati ya uongozi wa klabu kuhakikisha Yanga inakuwa na miundombinu ya kisasa itakayokidhi mahitaji ya ushindani wa kimataifa na kuwapa mashabiki wao mazingira bora ya kushuhudia timu yao. Mbali na suala la uwanja, rais huyo aligusia pia malengo mapana ya klabu katika anga la kimataifa, akisisitiza kuwa Yanga imelenga kupiga hatua zaidi barani Afrika na kuitangaza vyema Tanzania kupitia mafanikio ya michezo. Yanga tumejidhatiti kupata mafanikio makubwa zaidi barani Afrika na tumedhamiria kabisa kupata mafanikio makubwa zaidi barani Afrika na kuinua taswira ya soka la Tanzania duniani kote, alisema kwa kujiamini. Kauli hii inaakisi dhamira ya kuifanya Young Africans kuwa balozi wa soka la Tanzania katika majukwaa ya kimataifa. Engineer Hersi Said pia alieleza kuwa mafanikio hayo hayawezi kupatikana bila kuweka mifumo bora ya kiutawala na kifedha. Alifafanua kuwa katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, klabu imefanya maboresho makubwa ya ndani. Katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, Young African Sport Club tuliboresha mifumo ya utawala ili kuendana na viwango vya kitaaluma na kuhakikisha uwajibikaji. Pia tuliimarisha msingi wetu wa kibiashara ili kujenga uimara wa kifedha. Hii inaonyesha kuwa mabadiliko yanayoendelea ndani ya klabu hayalengi matokeo ya muda mfupi pekee, bali uendelevu wa muda mrefu. Katika hatua nyingine ya mageuzi, uongozi wa Young Africans umefanya mabadiliko ya nembo ya kuanzisha shule ya soka ya Yanga kama sehemu ya mkakati wa kuwekeza kwa vijana. Zaidi ya hayo, tulibuni chapa Young Africans Sport Club na kukubali mabadiliko ili kuiletea klabu karibu na mashabiki wake kote Tanzania na duniani kote. Lakini pia tulizindua shule za soka za Yanga kama uwekezaji wa kimkakati katika maendeleo ya vijana, kuhakikisha kwamba mustakabali wa klabu unajengwa kutoka ndani na nje, aliongeza. Hii inaonyesha kuwa klabu inalenga kujenga kizazi kipya cha wachezaji kitakachodumisha ubora wake kwa miaka mingi ijayo. Kuhusu mafanikio ya kimashindano, Engineer Hersi alikumbusha kuwa Young Africans imefuzu hatua ya makundi ya CAF Champions League mara 3 mfululizo, jambo lilolitaja kama mafanikio ya kihistoria. Kwa upande mwingine, tumefuzu hatua ya makundi ya CAF Champions League mara 3 mfululizo, mafanikio ya kihistoria kwa soka la Tanzania na ishara tosha ya ushindani wetu katika bara la Afrika. Na hayo ameyazungumza Engineer Hersi Said. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za michezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kusalia nasi kwa taarifa kemkem za michezo kutoka ndani na nje ya mipaka. Malkia wa Soka tunakuletea mjumuiko wa taarifa hizo zote. Allow notification tu kwa ajili ya kupata taarifa zetu. Cha muhimu ni wewe kusubscribe, bonyeza alama ya kikengele ili kuanza kupata notification. Mimi ni Kunilize, mpaka wakati mwingine, kwa heri. Endelea kusalia na Malkia wa Soka.